Kanisa Anglikana Tanzania. Utaratibu wa kumsimika mwadhini. Tangulizi. Ndugu wapendwa katika Bwana, leo tumekusanyika hapa ili kumsimika mwadhini wa dinari ya Ruhita. Haja ya kumsimika mwadhini inatokana na kuhama kwa aliyekuwepo Rubini Samson Kilangamila. Baba Askofu kwa kushirikiana na baraza la halmashauri ya askofu TC alipanga mchungaji Solomon Olihenda kuhamia hapa dinari ya Ruhita. Kama mnavyofahamu, wajibu wa mwadhini ni kumwakilisha askofu sehemu wanazopewa kusimamia. Ni washauri wa mambo ya kiroho na kiutawala kwa wachungaji. Tena wanapaswa kusimamia masuala yote ya fedha katika dinari na kuhakikisha mawasilisho ya CCF katika dinari yanawakilishwa kwa muda husika. Hivyo Baba Askofu mwenye heshima katika Mungu, tunakuomba umsimike mchungaji wa mtaa huu wa Ruhita na mwadhini wa dinari ya Ruhita na kumtambulisha rasmi kwa waumini wa dinari pia. Asante. Nimesikia hapa ukisema kwamba uwepo wa ndugu yetu Simon Olihenda hapa kumetokana na aliyekuwepo hapa kuhama, mchungaji Samson Kilangamila ambaye alihamia dini ya Mjani. Kwa neema ya Mungu Kilangamila wewe nimemwona hapa. Kwa hiyo ni wajibu wake maadamu yuko wewe atamke maneno ya kukabidhi dinari hii na parishi hii, na kwamba yeye hahusiki nayo na wala hatahusika nayo tena, na kama kuna maswali aende kule kabisa kwa mwenzake kule, simame hapo waambie kabisa kwamba ulishaondoka na kwa hiyo huna mpango wa kushughulika na mambo ya Ruhita tena. Mwasham Baba Askofu Omar Lugata, askofu wangu wa 4 wa Dayosisi ya Tanganyika, Mheshimiwa Baba Mkurugenzi kwa Samson Tabila, mkurugenzi wa kanda ya kaskazini, Mheshimiwa sana Simon Olihenda, Odili mteule wa dinari ya Ruhita. Mimi Samson Kilangamila natamka kwa dhati, nilihama hapa tarehe 5 mwezi wa 8 saa 2 usiku. Nilihama mazima kabisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tangu leo miezi 8 tangu nihame, nikikuona kama mwenye mteule nimekuwa shahidi. Hata kuja hapa nilipiga simu yako kunialika. Bwana pewe sifa. Hakuna alama aliyoacha wala simu kutoka mtu yeyote isipokuwa matendo tu. Mungu akubariki. Asante sana Eliadini wa Mjanda Samson Kilangamila. Mchungaji Simon Olihenda na Rubini mteule, je, utafanya bidii kuchunga Wakristo wa mtaa huu wa Mtakatifu Andrea Ruhita na wa dinari yote ya Ruhita? Ndivyo nitakavyofanya Bwana akinisaidia. Je, Kasisi Olihenda, tawasaidia wachungaji wenzako katika kazi yao na hasa katika mambo ya kiroho? Ndivyo nitakavyofanya Bwana akinisaidia. Rubini mteule wa dinari ya Ruhita katika Dayosisi ya Tanganyika Olihenda, je, utahimiza kwa uaminifu hali ya maisha ya watumishi wenzako na hasa hali ya kiroho kufuatana na misingi ya neno la Mungu? Ndivyo nitakavyofanya Bwana akinisaidia. Mimi mteule Simon Olihenda, je, utajitahidi kushirikiana na viongozi walio juu yako na kumtii askofu wako
kasisi kiongozi au vicar general, katibu mtendaji, kurugenzi na kushughulikia kwa moyo wa bidii kazi zote zitakazokuwa chini ya uangalizi wako, ndivyo nitakavyofanya Bwana akinisaidia. Asante kwa ahadi hizo njema, na sisi tunakuombea. Tarehe 26 ya mwezi wa 4 mwaka wa Bwana wetu Yesu Kristo 2026, kwa kutumia mamlaka yangu na kusimika rasmi wewe Simon Helihenda kuwa kasisi wa parishi hii ya Mtakatifu Andrea Ruhita na mhubiri wa dinari hii ya Ruhita. Tunakuombea kwamba Mungu atakuwa pamoja nawe katika utumishi wako kuongoza mtaa huu na dinari nzima. Nami na kusimika sasa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa kuwa sinodi ya dayosisi yetu iliamua kwamba maruhubini na wakurugenzi viongozi wa dayosisi yetu niwe na mavazi yenu rasmi ya kuwatambua. Mavazi haya ni ya kiibada, lakini katika dayosisi yetu tuliyaweka zaidi katika masuala mazima ya uongozi. Nami natimiza maamuzi hayo ya sinodi kwamba nakubadilisha sasa rasmi vazi la mamlaka ya uumini katika dayosisi yetu ya Western Tanganyika kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ruhita Helihenda bebwa. Amina. Jamani, mimi nimetimiza wajibu wangu. Watu wa Ruhita mmenisikia? Haya tumeimba hapa, tunaomba msimke kama vile na wasiwasi vile, lakini kwa kweli mimi nimefanya wajibu wangu wa kumsimika rasmi sasa ili awatumikie katika nafasi hiyo. Lakini tunapomsimika kiongozi yoyote, nguvu ya kiongozi ni watu. Si kama tumeelewana? Nguvu ya kiongozi ni nani? Ni watu. Na watu wa kwanza kabisa ambao kiongozi wa kanisa anafanya nayo kazi huwa ni wazee wa kanisa. Hao, maana hilo ndio baraza lake la ushauri. Hao ndio wanapanga mipango pamoja. Lakini zaidi sana katika hilo baraza kuna watu wawili pia, kuna mhasibu na katibu. Hawa tumesema hawa ni lazima iwe ni kamati tendaji ya kanisa ya utendaji wa kila siku. Yaani mchungaji na katibu na mhasibu ni lazima waonane kila wakati kuangalia mambo yanavyokwenda katika parishi. Si katibu hapa ni nani? Hao ndio katibu. Ni mhasibu. Baba pale. Hii jamani, si ndio kwenye semina? Tunaomba wale tulioelekezana kwenye semina niwashike. Uhai na maendeleo ya parishi hii yanategemea sana mimi kushirikiana na mchungaji wenu. Mimi ndio daraja kiunganishi kati ya mchungaji na wazee, na baadaye wazee wote na waumini wote. Kwa hiyo watu tuliozungumza nafikiri bado mnakumbuka, mnafanyie kazi. Kwa hiyo ndugu yangu ulienda kama mchungaji wa parishi ya Ruhita Mtakatifu Andrea, hili baraza hili ndio ndugu yao, na idara zake vijana, kina mama, watoto, sasa na kina baba, hizo idara tembea nazo ili dinari yetu zidi kusonga mbele. Nzuri sana wachungaji, naomba ninyi wachungaji mpeni ushirikiano na muombe mchungaji wengine wenu. Mimi ni mwenyekiti wenu wa baraza la dinari, mtakaa pamoja, mtashauriana naye, basi dinari inasonga mbele. Hicho ndio nilichokitaka. Kwa hiyo niwaombe sana sana wazee wa kanisa na wachungaji na wainjilisti. Basi sasa mimi kisha kama baba hapa
ndio mnapelekwa kwa wale, na wale wanawasikiliza nini na mambo yanakwenda. Hatuna mashaka katika hayo. Vita sio jina mpya, vita ni jina likongwe. Kwa hiyo nina imani mnajifahamu katika mengi, na kwa hiyo tuna imani kwamba itazidi kusonga mbele. Karibu sana Vita, tutafurahia kuendelea kumtumikia Mungu mahali hapa. Mama mwingine sasa tunamwomba popote pale alipo, mtuletee mama mwingine. Mama mwingine, naomba usimame pale. Kwanza waangalie kule. Kuna waumini wengine wapo hawajafahamu bado. Hebu wapungie kwanza mkono, waambie niko hapa. Haya jamani, huyo ndio mama mwingine wetu, sawa? Haya, baada ya hapo sasa geuka huku tuangalie sana hapo. Kabisa hapo. Sasa mama, kwanza tunamshukuru Mungu. Hii dayosisi ni pana. Natoka magharibi, mashariki, kaskazini na kusini. Natoka Rukoma inaenda Kagunga, inaenda Kitanga, inaenda Herushingo, inaenda Sikiloreno huko, inaenda mpaka Chagu. Yote ni dayosisi moja na tunatumika pamoja. Kwa hiyo hapa ndio Vita. Karibu sana. Naanza utumishi kidogo kidogo, na kama ilivyo kazi ya Mungu ni makosa makubwa, na hatuwezi kwamba tukaanzia juu, kwa hiyo tunaanzia chini tunapanda. Bwana asifiwe. Nimeimba hapa kwamba walianza kwa uinjilisti, baadaye wamesoma kwa uchungaji, wakawekea mikono, kaenda kufanya kazi sehemu Mungu alipowapeleka, na leo ni kwa maana katika ile maarifa mengi niliyojifunza ya uchungaji, leo sisi tunachokifanya ni kukuongezea nguvu sasa na mamlaka sasa, kutoka kwenye parish sasa inasambaa mpaka dinari nzima. Hiyo ndio kazi yako, na huko kuna kina mama wengi, kina mama wa dinari wewe, kina mama wa dinari wewe. Huyu hapa ndio mama yenu dinari nzima, yeye mlezi wenu, mshauri wenu wa dinari ya kina mama, mumsikilize, sawa? Halafu mara moja, hata mara moja kwa mwezi au mara moja baada ya miezi miwili, akina mama wa dinari, hiyo mnakuwa na utaratibu wa kuja kumtembelea mama yenu nyumbani. Si mnafahamu kwamba mama wa wachungaji ni wakarimu sana, si ndio? Yaani huwezi kuja kwa mama mchungaji pale alafu akose kuwapa soda. Hicho kitu hakiwezekani. Soda mtafanya nini? Mtapata. Na chai mtafanya nini? Mtapata. Wala msio na wasiwasi nje, sawa? Ila hivyo vya soda vinavyoleta chai ndio navyo ninyi wenyewe, sio mvipite pale. Mvilete ninyi wenyewe, alafu muone kama mama hata vifungua tena mtatumia ninyi wenyewe. Hicho ndio kusema nicho kuwajali watumishi wenu, niingilia maana ya kuwajali watumishi. Kwa hiyo mwenyekiti huyo adini alimwambie kwamba angalau hata baada ya miezi kadhaa mnakuja kumtembelea mama. Sasa hivi tuko tunavuna, unakuja na bebe 20 za maharage na nini huko kama mambo hao walizoea kule nduka samaki mwapo maharage sana huko. Kwa hiyo ndio jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano na baba katika kazi ya Mungu ndani ya dinari nzima. Imani chini. Naomba mke tuombe. Naomba mwingine aende pale kwa makofi na mshike wako. Bwana akae nani. Bwana Yesu, asante kuita mtumishi wako Olihenda pamoja na mkewe katika huduma hii takatifu, daraja la ukasisi, na sasa unapa madaraka ya kulea, kuchunga na kuongoza dini yetu ya Vita. Kote walipopita wametumikia mpaka walipofikisha hapa mwaka jana. Tunaomba uwabariki, uwape nguvu za Roho wako Mtakatifu kuitenda kazi hii. Ni madaraka na majukumu haya, watuwakilishe vyema katika dini hii, wakishirikiana na wachungaji wenzao, wakina mama, vijana, watoto, wanaume, makundi yote katika kanisa na katika dunia, walinde afya zao mwili na roho, kila siku wawe wapya katika utumishi.